عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحمد لله tunashukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kama hii. Leo ni furaha kuwa tumeweza kuhitimisha mwaka kuasisiwa maulid kama haya, na kwamba yalisisiwa kwa raghba na mahaba ya ndugu yetu Sayyid Ali ibn Abubakar bin Muhammad bin Hassan al-Nadhiri. Yeye ndio alileta fikra kama hii kuasisiwa maulid kama haya, na sisi kama wenzake wengine wao wengine katika Jilus Salama na wengine tulikuwa pamoja sote, kina Muhammad Khattab, kina Salim, kina Hamza, kina Mustafa, kina Mahmud, kina Fadil, wote tulishirikiana tukaasisi maulid kama haya. Kwa kila mwezi Jumapili ya mwisho tufanya maulid kama haya baada ya asr, yazunguka mara nyumba huyu mara nyumba, kila mmoja anayetaka atabaruk na maulid kama haya, na yote ni kutabaruk kwa maulid ya watu wakubwa. Na mimi si mwenye kuzungumza. Jana nimeonana na mwenzetu ambaye tumesoma naye Daru Mustafa, nikamwambia kesho lazima ubakie. Yeye safari leo ilikuwa naambia lazima ubakie kwa sababu maulid kama haya umehudhuria mwenyewe kule, uje angalau tabaruku Said Hassan al-Mihdar bin Sheikh bin Salim kutoka Lamu, na leo kina mwana Sheikh wetu Faisal yuko hapa. Kwa hivyo Said Hassan tabaruku kidogo, kisha mwana Sheikh Faisal kitimishe, sababu watu wawili hawa ndio ni sanad ya maulid kama haya. Sheikh Faisal alitangulia kitambo kutoka Mustafa akachukua mbele yetu, Said Hassan naye pale kutoka Dar Mustafa akachukua. Sio maana naizungumza lazima kutoka Dar Mustafa, basi tu vile tabaruk kule na vile ni mgeni Said Hassan, tunaomba tabaruk kidogo kisha kumkaribisha Sheikh Faisal inshallah, tukamilishe inshallah. Kabisa mashallah, Sheikh Faisal amefunga safari kwa kuona tangazo kwa maulid haya yamefika mwaka, akaona naye lazima aje tuje baraka yake katika maulid kama haya inshallah, asawi kabul yazidi kunawirika, yazidi kuenea inshallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، اللهم صل وسلم عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. kutukirimu kwa neema kubwa kama hii, neema ya kumsalia na kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwani ni wangapi ambao kwamba wamenyimwa neema kama hii? Tukakusanyikana wakati kama huu, wakati wa al-asr, wakati mtukufu, tukamswalia na kumweleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istoshe ni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ameajalia maulidi kama haya ya Sayyid al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh leo yakawa yasomwa ndani ya Mombasa. Ni neema kubwa. Bwana kama huyu mtukufu leo tukawa sisi tuyasoma maulidi yake hapa kwetu, na hii ndio faida ambayo kwamba imepatikana kwa wale walioenda wakachukua mambo kama haya wakapokea. Ni dalili mzuri kwa kuwa wamefanya kazi kwa yale ambayo kwamba wameyasoma, na hiki ndio kitu kikubwa, kutumikia kile ambacho kwamba umekijua, umekisoma. Na mtu mwenye kusoma kisha asitumikie, basi ni mtu hatari sana. Mwenyezi Mungu anatuambia fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mala mu'adhabun min qabli ubadin wa. Angalia hatari yake, ataadhibiwa kabla ya kuadhibiwa wale wenye kuabudu masanamu, kwa kuwa amejua kitu fulani haifai kisha yeye asifuate. Leo nimefurahi sana kwa jalsa kama hii, kwa sababu nilikuwa na hamu sana toka baada
ya kurudi kule tutokako, na niliwahi mara moja nikaketi na Sayyid al-Habib Omar katika maktaba yake, nikamuomba ijaza hii ya maulidi haya, na al-Habib Omar akafurahi sana. Nilipomwambia hivyo akatabasamu kwa kuonesha ni jambo ambalo kwamba limemfurahisha al-Habib Omar. Akatupa ijaza, na si peke yangu, ni wote walokwenda. Sasa ikawa nina hamu kubwa, lini nitayasoma maulidi kama haya. Toka nirudi takriban miaka 2 karibu, na bado kule Lamu hatujafikiwa kuyasoma. Twasoma lakini bado ni nyumbani tu, watu 2 watatu. Lakini leo nimefurahi, ile hamu yangu kubwa ya kusoma maulidi kama haya, alhamdulillah leo imetoweka hamu kama hii. Na namshukuru al-akh al-ustadh Muhammad Mukhtar. Ilikuwa leo kama nilivyosema niondoke, lakini kwa mahaba ya bwana kama huyu na maulidi kama haya sikuweza niondoke huku maulidi yasomwa. Itakuwa si sawa, ni kama maasiya. Lengo kubwa sisi tulioko hapa wingi ni mabarobaro, na tuwaona ulimwengu namna unapokwenda uko kwenye hatari. Na yeye mwenyewe al-Habib Omar, ukimuona mazungumzo yake yote apigania Waislamu na mabarobaro na walioko majumbani wote waingie katika kumfuata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana hamu kubwa. Ulimwengu wa sasa mabarobaro ndio tumelengwa, tunahitajika sisi, na hili halina shaka. Wewe ukifikiria wakati kama huu, mambo ambayo kwamba yapitika nje ni mambo makubwa, mambo ya katika kabair, watu wameghafilika na ibada, wameghafilika na swala, wameghafilika na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Lakini kikao kama hichi ndio tumekuja, tumesikia, tukakumbuka kwamba kuna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Japokuwa tuswali, lakini swala zetu uswali kwa mghafala, hatuna khushu, hatuna tadabbur. Sasa hatuwezi tukapata mambo ya faida ikiwa si majalis kama haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawabarikia wanaofanya majalis kama haya, awatilie nguvu, yazidi kuwa maulidi makubwa insha Allah wa Ta'ala. Kwa haya machache sitozungumza sana, kwa sababu sitosema kwamba sistahiki kusimama mahala kama hapa, bali nastahiki kama mwanafunzi nizungumze na walimu zetu hawa ambao kwamba tumehusiwa na mwenyewe al-Habib, kwa kuambiwa waliotangulia, tumehusiwa tuwashawiri na tuwe pamoja na wao, na wao watuongoze katika njia hii ya dawa insha Allah wa Ta'ala. Kwa haya machache, ikiwa nimepata taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa nimekosa ni upungufu wa ilmu, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kwa hakika mimi nimefunga safari kukusudia haya maulidi, na sikutarajia pia kama kutakuja watu wengi namna hii. Mimi nilitarajia kutakuwa na mabarobaro 10, 15 namna hii, na ndio ilikuwa pia nije kwa sababu ya ule uchache, nitie nguvu kimaanawia, ili jambo lolote kila ninapoanza kwa uchache ndipo linapopata nguvu siku za mbele. Na maulidi haya kwa hali hii ambayo kwamba iliyoko, tuyabashiria khairi insha Allah Taala, italeta faida katika nyoyo zetu na katika mji. Wengi wetu au sote twaelewa ya kuwa
moja katika mambo tunayotafuta katika ulimwengu kama huu ni kupata maghfira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu anapokosa maghfira ya Mwenyezi Mungu huwa yuko hatarini. Makosa ni kawaida, lakini kukosa maghfira ndiyo mushkila. Na moja katika majalis watu hupata maghfira ni majalis ya dhikri. Kwa hadithi sahih, kuna malaika wanaozunguka wakatafuta majalis ambayo kwamba ndani yake watu wanamsabih Mwenyezi Mungu, wanamhamid Mwenyezi Mungu, wanamkabir Mwenyezi Mungu, wanamhalil Mwenyezi Mungu, kisha wakienda wakitoa habari kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hadithi ijulikanao mpaka mwisho, Mola Subhanahu wa Ta'ala akawaambia malaika kama wale ya kuwa mimi na washuhudilisheni nyinyi, yani nyinyi ni mashahidi wa maneno yangu, ya kuwa watu hao mimi nimewaghufiria madhambi yao. Kwa hiyo majlis kama haya unapoondoka umeondoka na maghfira. Vile vile kule kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ubay bin Ka'b ambayo kwamba alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akijifakharisha, akamwambia ya Rasulullah, inni la ukthiru salata alayka, mimi nakuswalia sana. Kam aj'al laka min salati, sasa je, ninapokaa nikupatie percentage ngapi katika kikao changu niwe nakuswalia wewe tu? Yani ikiwa nakaa kikao nikigawanye vipi kile kikao, wewe nikupatie ngapi katika kikao changu? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa ni rahma, ametumilizwa ni taisir, akamwambia mashita, vile unavyotaka wewe mwenyewe, akamwachia yeye mwenyewe. Huyo akajichagulia, akamwambia Rasulullah, mimi basi katika time yangu, ule wakati wangu nitakuwekea robo niwe na kuswalia tu, kisha robo tatu nitafanya mengine, kama ni dua, ni kusoma Qur'ani, ni kumtaja Mola, lakini katika ile time yangu robo nitakupa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, inzita, ikiwa utazidisha fa huwa khair, ikiwa utazidisha zaidi ya hapo basi ni khair. Kabla ya ibara hii akamwambia mashita, utakavyo, lakini inzita fa huwa khair. Pale pale akamwambia Rasulullah, basi na mimi nitakuwekea thuluth, akaipandisha. Akaona labda nikifikisha third itakuwa ni kitu kikubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mashita wa inzita fa huwa khair. Akamwambia Rasulullah nusu, akamwambia mashita fa inzita fa huwa khair. Akamwambia Rasulullah thuluthi mbili nitakupa, 2/3 nitakupa wewe nikikuswalia tu. Akawa hupunguza ibada nyingine akiongeza swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mashita, unavyotaka, wa inzita fa huwa khair. Yule akaona hakuna tena hisabu baada hapo, akamwambia Rasulullah, basi wakati wangu wote na kuatia wewe nitakuswalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa sasa hapo hakuna tena kuongeza, wakati umemalizika 100% imeisha. Akampatia bishara mbili, bishara ya duniani na bishara ya akhera. Akamwambia idhan tukfa hammak wa yughfaru dhanbuk, wewe basi utatoshezwa hamu zako, yani ni dunia hii, na vile vile utasamehewa madhambi yako, nayo ni akhira. Akapatiwa mambo duniani na mambo akhira, kwa sababu duniani tuishi na hamu. Kwa hiyo basi hizo hamu zako zote ni biashara, ni mke, ni afya, ni watoto, ni ndugu, ni ujirani, ni urafiki, wewe kila jambo lako unalolitaka linaloitwa hamu, mswalie Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam ukisha kumswalia yeye mwenyewe yuwatawali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utaona hii swala ya Mtume huwa pia huja kwa njia ya dua, hata dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huja kwa njia ya dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema dua bora ni dua ya siku ya Arafa. Kisha akasema nini? Bora walilolisema manabii kabla yangu mimi pamoja na mimi. Kisha hakuleta dua, akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii si dua, hii ni dhikri. Hakuna Allahumma wala rabbana wala chochote, lakini akaita dua. Ndio katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mtu ambaye kwamba atashughulika na kunitaja mimi, basi nitampa atakacho yeye.
kwa sababu wewe unaweza kutaja vitu viwili vitatu ukasahau vingine muhimu zaidi ambazo kwamba huzioni kwa sasa. Lakini unapomtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba yuangalia sarair, kisha atakutekelezea bila ya kuomba. Dhikri yakumu maqama dua, na sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile huwa inasimama mahali pa dua. Ndio katika vitu tulohimizwa tufanye kwa wingi katika maisha yetu. Vitu tutakana tuvifanye kwa wingi. Moja wapo ni kumtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Watu wakitoka Arafa wanaambiwa wamtaje Mola Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lingine tuloamrishwa, ibada tutakikaniwa tuifanye kwa wingi, ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio huyu sahaba akapandishwa kutoka kota mpaka 100%. Kota, thuluth, nusu, thuluthaini, mwisho akamaliza yote. Na yule sahaba mwingine pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ahimiza watu ambao kwamba wanaotaka wampate wawe pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwaambia nini? Niswalieni kwa wingi. Hakika ya mwenye kuniswalia kwa wingi ndio ambaye kwamba atakayekuwa karibu na mimi peponi. Kwa hiyo ni kuhimiza watu wamswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi. Na mushkili ulioko katika ulimwengu, sisi watu wa tarika na watu ambao kwamba hawako kwenye tarika, ni kuwa hamswali Mtume mpaka wamswalie. Yani mtu akiambiwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa mzubata na habari. Wakati mtu mwenye imani ya kisawasawa sio ukiambiwa mswalie ndio umswalie, akitajwa mswalie. Na ukiambiwa mswalie sasa ndio mwili wako wote utoke umswalie. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi sahih yenye riwaya kadhaa, lakini riwaya iliyokuwa sahihi zaidi ni raghima anf, amedhalilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda mimbar, cha kwanza, cha pili, cha tatu, hadithi maarufu. Moja katika vipando vyake aliposema amin, akaulizwa na maswahaba ile amin ilikuwa ni ya nini? Akamwambia ni Jibril alayhi salam ameshuka akaniambia raghima anfu man sami'a man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Amedhalilika, ni mnyonge, amemalizika. Ni kama kumwambia mtu mmalizika shekhi, mwambie mtu amalizika, ni sampuli ya matusi, umemwonesha unyonge. Akamwambia amedhalilika yule ambaye kwamba nitakayetajwa, sio kuambiwa mswalie, nikitajwa tu mimi kisha asiniswalie, yani mwili wake usitaharak. Leo watu katika majalis ukitaja player, kuna wale wa mashabiki, maplayer wenye kupenda mpira, ukitajwa player bali atataja na sera ya yule player, atachangia. Na kila mtu na nyanja zake. Na sisi ikiwa ni watu wa tarika, akitajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio midani yetu, ndio nyanja zetu, ndio barabara zetu, ndio maisha yetu. Tunatakikaniwa akitajwa tu moja kwa moja moyo utaharaka kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lingine ambalo kwamba la mwisho kukamilisha maneno katika ibada tunazotakikaniwa tukithirishe kumtaja Mola, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuswali kwa wingi. Watu hizi faradhi zenyewe siku hizi tuchenga zingekuwa zikienda wenda katara kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni swaliwa juu, hii swaliwa chini, hii swaliwa kwa ghafla, hii swaliwa hata haifahamiki. Mtu hata hajui, siku zote huswali hajui 5-4 kila kipiga salamu yeye mashakil hajui yeye iko raka ngapi, siku zote hukosea. Atahiyatu yamsumbua, niko raka ya pili, niko raka ya tatu. Ghafla ambao kwamba tuko nao katika hiyo swala ya faradhi yenyewe ina ukatara. Na ambapo sisi tutakana tuswali swala nyingi. Hakuna wali au salih aliozungumzwa katika tarehe ila ana qiyamul layl. Ikiwa mtu ameshikamana na qiyamul layl hawezi kuacha faradhi. Ikiwa mtu hakushikana na sunna hawezi kuacha faradhi. Lakini mtu mkavu anaenda na faradhi kavu, ndio mara nyingine atairusha mpaka mwisho, siku nyingine ataiwata kabisa, baadaye akumbuke tena arudi. Kwa hiyo himaya ya faradhi ni kukithirisha kuswali sunna kwa wingi, ikiwemo qiyamul layl. Ndio yule sahaba mmoja baada ya kuteremka aya ya Qur'ani, Allahu ya'simuka minan nas, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kuna shift watu ya security, masahaba walikuwa wamegawanyika wakimlinda ili asiweze kuuliwa. Zile shift zikawa zaendelea mpaka kukateremka aya Allahu ya'simuka minan nas, kisha security sasa badala ya G4S au sijui nini kuna Allah S hizo. Sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo atakayemlinda. Kaambiwa hakuna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maswahaba, hivi sasa hakuna tena kunilinda.
Usiku Mtume SAW atoka ndani ya nyumba yake, akamkuta sahaba yuko nje kwenye giza. Akashtuka, akamwambia, wewe wafanya nini hapa? Mimi si nimesema hakuna tena kulindwa, jambo hili limeondolewa. Sahaba akamwambia, Rasulullah, mimi sikusimama hapa kukulinda. Akamwambia, una jambo gani walitaka hapa? Akamwambia, Rasulullah, mimi nimekaa nje ya nyumba yako ili lau kama una haja niwe wa kwanza katika kukuhudumikia. Angalia mahaba haya. Ameondolewa hili, akatafuta lingine ili awe karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na furaha ya Mtume, sasa angalia furaha ya Mtume ilivyojaa. Akamwambia maneno makubwa, akamwambia, salmi, niombe utakacho. Toba na hapo tukingia kwenye munakasha, je, Mtume alikuwa Mungu aombwe nini? Hayo lakini ni mingine. Lakini alimwambia niombe, hakumwambia muombe Mungu, niombe utakacho. Angalia sahaba mwenye akili, akamwambia Rasulullah, murafaqataka fil janna. Kama hivi sasa sio niko ubavuni ninakaa hapa, kisha siku ya akhira ni si kazi ndogo kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima kutakikaniwa kazi. Pepo kule ni darajat. Uwezo kaingia pepo, lakini huko zile za chini kule, huko katika zile ma VIP na nini, huko kweli unkwenda peponi, lakini huko zile za kule mwisho kule karibu na gate. Lakini kuna watu hawafikiri kuingia peponi, wafikiria murafaka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ni dua, yes, ilikuwa sham promise, niombe utakacho mimi nikufanyie, lakini likawa hili ni ombi kubwa sana. Ikawa lazima alimodify ili sasa tuweze kushirikiana, kusaidiana, hii nipite ama hivi halipiti hili. Akamwambia, a'inni ala kathrati as-sujud. Swali sana. Sio huyu ni tariku salati jamani. Anizungumzwa hapa, azungumzi tariku salati. Alfajiri hajui, al-asri, magi alfajiri na alasiri zina matata sana kwa wote. Mpaka maustadhi pia mara nyingine utaona ina matata. Illa man rahimahullah ta'ala. Lakini azungumziwa huyu ni mtu akaa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaambiwa, a'inni ala kathrati as-sujud. Sahaba kalipima lile la kathratu sujud, akaliona hili alina shida, akaambia sawa sawa ya Rasulullah, lakini sasa kule tutaonana vipi? Ili mimi nitalifanya hili, alina neno. Yani sahaba bado ana hamu, yuingia tu yeye. Akaambia sawa, aini ala kathratu sujud nitatekeleza, lakini kule tutaonana vipi? Akaambia ndo kwenye haud. Ukija kwenye haud utaniona. Ukiniona nitakushika mkono, tutakwenda. Maki masala ya murafaka si mpaka mkuone. Umati huu mamilioni ya watu utamwona wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia hivyo, akamwambia ya Rasulullah, sahaba angalia bado ana hamu, akamwambia ukifika hupo ndio ushamaliza time, umeondoka. Akamwambia njoo utanipata kwenye mizani. Angalia sehemu anazokaa Mtume sallam ni sehemu sensitive. Watu siku ya kiyama watakuwa na kiu ya hali ya juu. Mtume yuko pale akwambia chukua maji, agawanyia maji. Na kuna watu watafika karibu, watashikwa, watavutwa. Mtume atalingania, mbona mwawavuta hawa? Malaika watamwambia, wewe hujui hawa walifanya nini baada yako hawa. Hukatazwa watu wasifike kumwishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule alipoambiwa kwenye mizani, watu kuna wengine mizani zao zitakuwa hivyo za regerege. Mtume sallam ataanza kuzitia nguvu, tia hii twende, yani influence kwa ufupi, atakuwa akiinfluence watu wakipita pale kwa rehma. Ndio Mtume sallam ni rehma duniani, ni rehma akhera. Akamwambia Rasulullah, nikifika huko pia, akamwambia utanipata kwenye sirat. Sirat pia ni mahali hatari. Hizi ndio sehemu tatu Mtume sallam itakuwa ndio stage zake siku ya kiyama. Watu wakiwa waenda, yeye atakuwa akipita stage hizo kuhakikisha. Kama wabunge utakuta wana stage zao siku za kura, huwa lazima afike enda kaangalie vile zinavyopita zile kura zake. Basi na Mtume sallam ni a'zam kwa rahma kwa huu umma. Yule akawa bado ambaye Rasulullah nipe kwenye sirati pia huko, akamwambia la, lazima unipate moja katika hizi tatu. Yani usiponipata katika sehemu hizi tatu, ni wewe ukuifanya ile a'ini ala kathrati as-sujud, itakuwa wewe ndio una mushkila. Kwa hiyo tushikamane na haya mambo matatu, tumtaje Mola subhanahu wa ta'ala kwa wingi, tumswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi, na tushikamane na swala mbali za faradhi, tuwe tuna nasibu katika qiyamul layl na hizi sunna za qabliya, ba'diya, sunna za fajri.
dhuha, witri. Hizi ni vitu muhimu sana. Tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala ajalie majlis kama haya ni majlis ya khairi. Nia alizoziweka Alhabib katika haya maulid atuingize, na sisi hatujui ni nia gani, lakini Mwenyezi Mungu atutie katika hizo nia njema ambazo kwamba alizoweza kutungia maulid kama haya na kuyaweka. Na kila alokuwa akitia nia yake katika ulimwengu katika kusoma maulid kama haya, Mwenyezi Mungu nia kama ile pia atuingizie katika kisomo chetu hichi ambacho kwamba tulichosoma. Na kwa baraka ya wazee wetu, Mwenyezi Mungu atutakabalie, atuondolee kila balaa, atuletee kila la khairi, atuingizie hidayah kwetu, atuondolee kila shari na balia. Wagonjwa Mwenyezi Mungu awapatie afya, waliotangulia Mwenyezi Mungu warahamu, walioasisi mambo kama haya Mwenyezi Mungu awapatie nguvu, na sisi sote tulioshirikiana Mwenyezi Mungu atukidhie haja zetu wala afu.